Karibuni tena na tuendelee na topic ya equilibrium. Kwenye video iliyopita tumeangalia solved examples au worked examples part 2 tuliokuwa tuna solve kuhusu reaction quotient, na kwenye video hii tunaendelea na application of equilibrium constant pamoja na jinsi gani tunaweza kuitumia ku predict the direction of reaction. Kama ulikuwa nami kwenye video zilizopita, unaweza kuwa ni mmoja kati ya watu ambao utaelewa kipindi kwa rahisi sana. Pia usisahau kusubscribe channel, pia vipindi vya biology, physics, advanced math pamoja na BAM vitakuwa vinaendelea kurushwa kwenye channel hii hapa. Kwa hiyo tuanze kipindi chetu kwenye application of equilibrium constant. Ya kwanza kabisa, it help to predict the extent of the reaction on basis of magnitude. Extent of the reaction maana ni kwa kiasi gani reaction imetokea. The magnitude of equilibrium constant, yani ule ukubwa wa equilibrium constant unatupa jinsi gani reaction imeendelea. Kwa hiyo ni kwa lugha gani tunaenda kuona sio muda. So in other words, it is the measure of completion of a reversible reaction. However, it may not be used to give any information about the rate at which equilibrium has reached. The larger the value of equilibrium constant, the greater the extent of the reaction proceeds. Kwa hiyo kwa mfano tuseme labda reaction yetu ndio hii hapa. Tufanye ndio reaction yetu hii hapa. Reaction yetu ikiwa kama hii hapa. Na hii ndio equilibrium reaction yetu. Kwa hiyo hii reaction tuseme imeendelea sana. Maana yake nini? Hawa wakiwa wengi, if the concentration of product is greater as compared to the concentration of reactant, maana yake the Kc value will be also greater. So the larger the value of Kc, then reaction itakuwa imeenda sana forward. The smaller the value of Kc, reaction itakuwa imeenda sana backward. Lakini different reaction they reach equilibrium at different concentration of reactant and the products. Kwa hiyo ndio maana hatuwezi kujaji kama hiyo reaction imekuwa completed kwa muda gani, na pia Kc haiwezi kutuambia kuhusu rate ya reaction kwamba equilibrium imefikiwa faster au imefikiwa slow. The value of Kc can be larger, lakini unaweza kukuta hiyo equilibrium imefikiwa kwa muda mrefu, and the value of Kc can be larger while hiyo equilibrium imefikiwa kwa muda mfupi. Tutaenda kuona mbele kidogo. The second use ni kwamba it predicts the direction of the reaction. Predict the direction of reaction. Kama ambavyo tumeona ukicompare kati ya reaction quotient na equilibrium constant, you may say or you may predict the direction of the reaction, that it can proceed forward or backward, that means to the left or to the right, so as to attain equilibrium. Kwa hapa lazima tu compare na reaction quotient. Na uses ya tatu, it help to calculate the equilibrium concentration of species present in reaction. Kwa hizo zote tunaenda kuziona. Hii hapa tumeshaiona hii ya pili, ila ya kwanza na ya tatu tunaenda kuziona. Kwa tukija kwenye hii hapa, hii ya kwanza hii tunasema kwamba predicting the direction and extent of reaction from the magnitude of equilibrium constant Kc. Now, the magnitude of equilibrium constant K of a reaction indicate how far a reaction can go in direction as written. Kwa hiyo for example, this is our equilibrium. This is our equilibrium. Na A hapa itakiwa hiyo huku mwanzoni, maana yake ni kama stoichiometric coefficient. So it's A, B, C, this. EC itakiwa hapa mwanzoni na ED hiyo hapa mwanzoni. Stoichiometric coefficient. So the Kc value will be written like this. If the Kc value is higher, that will indicate C and D, they are higher in their concentration as compared to A and B. And if the Kc value is lower, then that will indicate C and D, they are smaller as compared to A and B. Kwa hiyo ndo generalization katika maelezo haya, kwamba where all concentration are at the same state, normally the larger the value of K, the greater will be the equilibrium concentration of component on the right hand side of the reaction, yani product, relative to those on the left hand side, yani reactants. Kwa kama hii value ni kubwa sana, maana tutasema product zimekuwa nyingi sana kuliko reactant, and that's the true prediction kwamba tayari hiyo reaction itakuwa imeenda sana forward, na ndio maana reactant zimepungua na product zimeongezeka.
And the value of equilibrium constant K provide information about the extent of a reaction on a particular reaction. Now, we have some of the guidelines which can be used to predict about the value or the extent of the equilibrium reaction as compared to the, or with respect to the Kc value. Now, when Kc is greater than 1, greater than 1, when the value of K is very high, such as 10 power 7 to 10 power 15 or more, the reaction proceed to almost completion. Kwa hapa tuna consider kwamba reaction hii inaweza ikawa imeproceed kiasi ambacho tayari karibia reactant zote zimeisha na zimebakia products tu, na ndio maana tunasema the reaction proceed to almost completion. Lakini tunaweza kusema ni kwamba in such reaction almost the whole of the reacting substance get converted into product. Kwa hapo ni kama when the value of Kc is greater than 1, tumesema ni 10 power 7 up to 10 power 15 au kuendelea. Lakini when the value of K is greater than 1, manake value ikiwa between 1 and 10 power 6 isifike 10 power 7 but not too large, the reaction proceed more in forward direction than in backward direction. So in most cases the equilibrium concentration of product is higher than that of the reactant. Lakini ukumbuke hapa sio kwamba reaction proceed to completion. Kule mwanzo tusema the reaction proceed to almost completion. Lakini ya tatu, when K is equal to 1, when the value of K is equal to 1, both directions of reaction are almost equally favored. The equilibrium concentration of reactant will be much higher than the equilibrium concentration of reactant will be equal to the equilibrium concentration of reactant. Now I can see here some of the explanation, they are not completed. Naona kabisa huyu aliandika notes, kuna maelezo aliyeruka, lakini kwa sababu kule Telegram group ziko notes ambazo ni soft copy, kwa naamini mnaweza mkaenda na mkaangalia kwamba kulikuwa kuna maelezo huko yanayoelezea equilibrium constant Kc ikiwa ndogo kuliko moja. Ikiwa ndogo kuliko moja inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba concentration ya reactant imekuwa kubwa kuliko concentration of product, na hiyo inamaanisha kwamba backward reaction is more favored. Sasa hayo maelezo hapa amealuka hajayaweka. Kwa hiyo kifupi hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaona, na hapo naona kuna example kwamba what do the value of Kc tell you about the extent of reaction in this reaction? It is 2.0 times 10 power 15. Now we said from 10 power 7 to 10 power 15 or more, then the equilibrium concentration, the forward reaction is more favored and the reaction has proceeded to almost completion. So the value of Kc is very high, so the reaction in the forward direction may proceed to completion. So kama ambavyo unaweza ukaona hapo jinsi gani wame predict. Kwa hiyo kwenye video inayofuata tutaangalia kuhusu factors affecting chemical equilibrium. We are going to almost completion of this topic, and factors affecting the position of chemical equilibrium is the last part of the topic. Kwa hiyo hii factors affecting tunaweza tukaifundisha kwenye vipindi viwili na tumalize chemical equilibrium. Kwa hiyo endelea kushare video kwa your fellows, endelea kushare link, na pia usahau kusubscribe channel na kujoin my Telegram group. Weki example zaidi za equilibrium zitaendelea, na baada ya topic hii tutaendelea na states of matter. Kwa hiyo msikae mbali, muwe karibu na muwe updated na hivi vitu. Thank you everybody. Let I wish you nice studies. Tukutane kipindi kijacho.